Habari ndugu yangu. Wema kabisa. Bwana, umepokea ugeni wa aina hii na ofisi yako ya serikali ya kijiji. kazi za kijamii na pia kwenye mambo ya michezo tutakuwa pamoja. Asante sana. Ndugu mtendaji, klabu yako ilikuwa kombe la kombe la kikapu pale katika viwanja vya kikao katika uwanja wa Mongeri za serikali ya na vijana wanapitia mambo yao. Nje ya hapo pia tunapenda sana, siwezi lakini mheshimiwa diwani amejitahidi sana. Kwa kweli mheshimiwa diwani ni mtu ambaye ameonyesha mfano mzuri sana hasa kwa vijana, kwa sababu vijana ukianza kuhamasisha hivi kama viongozi wanakuwa kwamba waende katika mambo mabaya, madawa ya kulevya, uwizi, nini, wakikaa pamoja hivi, wakiwekwa katika sehemu nzuri na wakipata michango kutoka sehemu mbalimbali, basi taifa la kesho. Hii ni Karode na kuna uuzaji wa jezi. Nasikia kuna jezi mama ambayo itanunua mpaka 200,000. Je, hiyo hadi ya 200,000 au ndio wewe mheshimiwa umenunua hivi? Hapana, kulingana na kikao chetu tulikuwa tumekikaa cha halmashauri ya kijiji cha Kikaro. Tulikutana na viongozi wa timu ya kijiji. Mipango yao na ile mipango yao wana viongozi wao, siwezi nikawasemea, lakini tutawasupport. Unaahidi nini klabu? Unaahidi nini klabu katika vifaa vya michezo na kadhalika kwa ujumla? Kweli sina cha kusema zaidi ya kuambia kwamba tutaendelea kuwajia ushirikiano pale tu watapokuwa wana mapungufu, wana nini, wasisite kuwasiliana na serikali ya kijiji na tutawasaidia kadri ya uwezo. Jina lako kwa ujumla? Naitwa Emmanuel Mchanga, mtendaji wa kijiji cha Kikaro. Asante sana. Huyo ni mtendaji wa kijiji cha Kikaro, amezungumza mengi kabisa na tumeyasikia kwa ufasaha. Anaendelea kuisupport. Tunaenda kwa mwenyekiti. Mwenyekiti ananipisha. Mwenyekiti ndio kila kitu. Ni kama muona mwenyekiti yuko katika kuunga mkono katika usafi wa mazingira ya kijiji hiki cha Kikaro. Mwenyekiti, habari yako? Safi. Shikamoo. Habari za asubuhi. Safi, kwema kabisa. Kwema kabisa. Naona vijana ama klabu ya Kikaro ipo katika ofisi hii ya kijiji cha Kikaro katika hafla kuelekea siku ya Kikaro Day hapo Jumamosi. Ndio, kama unavyoona hiyo ndio timu ya Kikaro. Bwana mtendaji ushachukua mawili matatu kwake, na kama alivyozungumza sisi imechangia kiasi kikubwa juu ya timu hii, na sisi tukaona tuisupport kutokana na mazingira. Tukaona timu kama timu tuisupport ili mazingira yetu yawe kwa shwari, tuweze kuungana katika hili. Mwenyekiti, mnazindua jezi. Uzi watu wengi hawajauona, wanataka ya kuona uzi. Je, uzi uko katika hali gani kwa kushia watazamaji wa kwa kweli? Yaani uzi utasababisha wachezaji wengi waporomoke katika timu ya Kikaro. Kwa kweli uzi uko quality, uko smart. Na tunasikia kwamba kuna mtu kashapanda dau ananunua uzi 200,000. Msemaji wa klabu amesema 200,000. Je, ni kweli? Haya maneno ni kweli. Uzi ulivyokuwa umeonekana tu, unaona bana, watu wakafika kupanda dau. Kupanda dau. Lakini tukaona hapana, hatuwezi kuendesha tamaa zile. Sasa
waambia vipi mashabiki wa Kikaro Sport Club kuhusu kuendeleza ama kukuza klabu hii? Naomba wadau wajitokeze ili wazidi kusupport. Malengo yenu kwa vijana kwa ujumla? Vijana ni mojawapo ya ajira, na vijana nadhani kama kubwa ya michezo, basi nadhani hata na tamaa za wizi tutakuwa tunatokea katika upande wao. Baba njoo. Wachezaji kununua kutoka klabu yenu, mko tayari kuuza? Swala uongozi, kukaa uongozi na kuweza kukaa Nani bigi? na kuweza kufikiria. Anamuuliza masabta supu imeiva. Asante sana. Hii ni Sasa TV, nataka kutambulisha jina lako kwa ujumla watazamaji waweze kufahamu. Mimi jina maarufu naitwa Jumanne Sifa alimaarufu mfuzi wa Ndosa Meno Kamerun. Tena kidogo. Mfuzi wa Ndosa Meno Kamerun. Asante sana. Mimi siwezi kuitamka hiyo. Huyo ni mwenyekiti wa klabu ya Kikaro Sport Club ambayo ipo katika kata hii ya Miono, jimbo la Chalinze.